Welcome to Apple Tree TV. My name is Apostle Hosea na kukaribisha katikati ya hii maneno. Andiko inasema ya kwamba alichounganisha Mungu mwanadamu asitenganishe. Na wakati unasoma katika Mathayo 19 pale 5 na 6, Yesu anasema mtu ataacha baba yake na mama aambatane na mke wake, nao watakuwa sio wawili tena, watakuwa mwili mmoja. Na alichokiunganisha Mungu pale mstari wa 6, mwanadamu asitenganishe. Yaani upendo wa boma unaanza na watu wawili. Upendo huwezi kugawanyika kwa watu watatu. Na wakati upendo umekuja kwa mtu, ndio unapata ya kwamba familia inajengwa, kwa sababu watu wawili wakipendana ndio wanaanza familia. Hayo familia watoto wanatokea na mambo ya kujenga yanatokea, mashamba, manyumba na vitu kama hizo. Lakini upendo ikishaingia mtu watatu, hiyo upendo unaharibika. Na shida ambazo ziko katika dunia hii, unapata ya kwamba ni mtu watatu aliingia kwa upendo ya watu wawili. Na unapata ya kwamba hizo vitu ndio zimesumbua, uchawi unaingia, uganga unaingia na mapepo yanaingia. Na unaona ukiangalia wale watu ambao faulu na kwenda mbali ni wale watu ambao wamependana wakiwa wawili, yani bibi na bwana. Unapata ya kwamba maisha yao itakuwa na amani. Lakini magonjwa mingi ambayo watu wamepata ni pressure na shida, ni kwa sababu mtu watatu aliingia. Aliweza kuingilia upande wa mama, ukapata mama amekataa kuwa faithful, ama akaingilia upande wa baba, baba akaleta mke mwingine. Anapoleta mke mwingine, unapata ya kwamba hiyo upendo inaharibika, na ndio uchawi unaanza, umaskini inaanza, na maroho za kuhangaika zinaanza kufutwa kazi, watoto kuwa wajinga, kwa sababu mtu watatu ameingia. Na ukitaka kufanikiwa katika maisha yako, lazima ukatae mtu watatu yeyote ambaye anakuja kwa maisha yako. Wewe ambao unanitazama, kataa kuwa na mtu watatu. Wakati nyoka alipoingia watatu kwa upendo wa Adamu, iliharibika. Na sika bataya na bazoko tori bazaya. Mtu yoyote ambaye anapendana na wewe na mko wawili wewe katika boma yenu, nataka kuomba ya kwamba hakuna mtu atakayeingia katikati ya ndoa yako, hakuna mtu atakayeingia katikati ya mke wako, hakuna mtu atakayeingia ndani ya bwana yako. Watoto wengi wamekataa kusoma kwa sababu mtu watatu aliingia. Unapata ya kwamba kuna msichana alikamatia baba anga, na ukapata baba akawasahau nyumbani, hamkusoma na hamkufanikiwa. Yote ambaye anakuja kuharibu boma kwa sababu ya mtu watatu, tunafunga hizo nguvu na kuziharibu kwa jina la Yesu, ya kwamba kila laana yoyote ya mtu watatu aliyeingia apigwe na Yesu na kuondolewa kwa maisha yako. Chochote ambacho kitaleta mtu watatu, awe ni mwanamke mrembo, awe ni mwanaume, na apigwe na Yesu na aondolewe, ili boma iendelee na watu wasimame wawe kama mlima. Lazima wawe wawili peke yake, na yoyote ambaye ako na mtu watatu anataka kuingia kwa boma kuharibu, apigwe na Yesu aondolewe ndani ya maisha yako. Ninakuombea wewe ambao unanitazama siku ya leo, utafakari ya kwamba maisha ya watu inaharibikaje kwa sababu mtu watatu aliingia. Yoyote ameingilia boma yenu, apigwe na Mungu na kuondolewa, apigwe na Yesu na kuondolewa. Neema ya Mungu itawale juu ya maisha yako. Ile upendo ilipotea mzee wako na wewe ikarudi katikati ya kipindi, na neema ya Mungu ikaweze kutawala, kwa sababu shida ambazo ziko katika dunia nzima, unapata ya kwamba mtu watatu anapoingia boma yote inaharibika, na watu wanapitia mashida na machungu. Unapata hakuna kitu kinaendelea. Uchawi ilianzia kwa sababu ya mtu watatu, uganga unaletwa kwa sababu ya mtu watatu, kwa sababu mtu anapoingia upendo inaharibika. Una watu wako na pressure, na hiyo pressure imeletwa kwa sababu ulisikia bwana yako akona mke mwingine, ulisikia mke wako katika akona mwanaume mwingine. Unapata pressure inapanda na maisha yako yanaharibika. Na mimi nakuambia siku ya leo, yote aliingilia watatu apigwe na Mungu na kuondolewa, na neema yako ikaweze kuzidi, kwa sababu hakuna njia nyingine, na kwamba Mungu aliumba watu wawili na upendo ni wa watu wawili. Mtu watatu ni wa kuharibu, aondolewe na Mungu kwa jina la Yesu, na upokee neema ya kwamba yoyote aliye watatu hata kusumbua tena.